Haina haja kuzungumza kitu chochote. Mimi kila kitu nimekubali. Nimeamua kuziondoa fikra potofu. Ndio maana nimeamua kurudi kwa ajili yako. Sioni sababu ya kukaa mbali na wewe. Shika mkono taratibu, umenipa nuru moyoni. Wewe ndio dawa ya moyo, wewe ndio pumzi yangu. Nikikuona dunia inatulia, roho yangu inasema kabla ya Kaamua kuondoka kabisa kama maelezo yanavyojieleza, na hapo sijui kwa nini. Unatoka wapi? Kwa hiyo ndo unarudi? Ndo naenda. Yaani jana kutwa nzima upo. Usiku kucha. Mwezi huu wa Ramadhani. Saa hizi ndo unarudi. Alafu unaniambia ndo naenda. Imekaje? Hayakuhusu. Na wewe kupotea kwa mdogo wangu Subira. Na ushiriki na chochote kile. Hiyo nao ni haki. Yaani kila mtu hapa ikiwezekana sasa hivi aishi kimpango wake. Na tusijuane kabisa huko ndani. Wewe Subira sasa. Sawa, tuache yote yake mpango wake Subira nini? Naomba daftari. Hivyo ujiongeze. Tumia akili. Sitahusika na chochote huko ndani. Kabla ya ndoa nilidhani nitakume, lakini nikabaki sihusiki na chochote. Kivuli cha mapenzi, nilishika pete mkononi, nikapanga maisha. Faisal mwanangu. Ni mke wangu. Hivi unadhani jambo la kurudi ni sahihi kwetu? Ni maamuzi sahihi sana. Kwa sababu siwezi kukimbia jambo ambalo siwezi nalo. Ndugu zanguni, mimi bana nimewaita hapa kwa ajili ya kujadiliana na kuhusiana na mradi wetu ambao tunaufanya sasa hivi, si ndio? Bwana hapa mimi kila nikiangalia hapa naona watu sasa hivi wamekuwa wasumbufu sana kulipa. Umeona, mtu anakuja anachukua pesa, tunakubaliana, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda mrejesho wetu unakuwa anachukua muda mwingi sana. Kufanyaje kurejesha, si ndio? Sasa mimi nimesema kwamba hili swala nisizungumze peke yangu. Sawa, ndio usi. Lakini kama unavyomjua Suri ni mtu ambaye ni mkorofi sana.
Hata kama hawe mkorofi kiasi gani, lakini siwezi kukimbia na jambo ambalo sihusiki na chochote. Niwaiteni kama hivi, tukae chini tulizungumze. Tujue kwamba tunafanyeje kurudisha nini? Kurudisha pesa yetu. Si ndio jamani, ndio pamoja. Na pia tujue kwamba sisi tunapataje faida. Si ndio? Kwenye huu mradi ambao tumefanyaje, tumeamua kuanzisha. Kwa sababu hiki ni kitu ambacho imetoka pesa, kwa hiyo lazima ipatikane pesa kwa ajili ya kurudisha nini? Hichi kwa ajili ya kurudisha pesa. Kwa mfano kama huyu mwanadada huyu anaitwa nani yule? Asia yule, si ndio? Asia alikuja kukopa pesa, lakini sasa kwa nini alisema kwamba iwe siri, yani haitaki mume wake kujua? Kwa hiyo ipo tayari kwa lolote. Sawa, hujahusika. Sule mwenye yule kabisa. Sijui atakufanya nini baada ya kujua kama umerudi. Kwa mimi ninavyoona, tukitaka hela yetu, hapo ni moja kwa moja tumwambie mumewe Asia. Maana tukimwambia mumewe Asia, itamfanya Asia aweze kutoa hela kwa haraka, ili mradi asiharibu mahusiano yao. Au nyinyi mnaonaje? Ni sawa. Unafikiri naogopa chochote? Siwezi kuogopa chochote kwa hiyo. Na ndio maana nakwambia siwezi kukimbia kwenye jambo ambalo sihusiki nalo. Maana kuja kuangalia sasa hivi tunatumia gharama nyingi sana. Yaani nauli ambazo tunatumia nyingi sana. Maana tunatumia nauli kwenda kuwafuata. Kwa faida yetu pale tunaanza kutumia na nini? Hela zetu. Kwa hali hiyo kweli tutafika kweli? Okay. Mimi bana ndo maana nikawaita hapa kwangu. Sijataka hili jambo nilizungumze peke yangu mimi, ndo maana nikaamua kuwashirikisheni ili tupate wazo hili moja. Si ndio? Mimi nilikuwa na wazo. Kama ndio hivyo basi sawa. Sawa. Kama unahusika basi sherehe itapata mkondo wake. Sawa. Hilo ndilo lililo sawa. Lakini nitapambana kadri niwezavyo. Tusiwe kama wale wanadamu sasa, ni kwamba maana si tunadai chetu, si hicho ni chetu, si ndio? Ni jasho letu sisi. Sisi bana tumfuate au tuwe tunawafuata kama wanavyotaka wao. Si ndio? Sisi tutakachokikuta mle ndani kiwa halali yetu. Haijalishi tumekuta na nini, haijalishi tumemkuta na kitu gani. Tutakachokikuta mle ndani basi sisi iwe halali yetu. Tunabeba, tunakuja tunapiga promotion, watu wapo, si ndio? Kwa ajili tu ya kufanyaje, kurudisha pesa zetu. Ndio. Si ndio? Tunabeba chochote, labda tumekuta TV, tunachukua TV, tunaondoka nayo. Tunampa siku bwana TV tunakaa nayo, lakini tunakupa ndani ya wiki moja pesa yetu imeshafanyaje, imesharudi. Tunakuwa tunafanya hivyo. Au hilo wazo nyewe mnalionaje? Kweli kabisa. Kwa upande wa Asia, mimi naona mume wake ajue. Watagombana lakini mume wake atamlipia. Sasa huo muda ambao wanagombana sisi hela yetu tushapata. Hatujali kwa sababu sisi hela yetu tumeshapata. Waacha wagombane tu. Au mnaonaje? Kwa sababu ndio hivyo. Hatuwezi hela yetu ikapatikana. Kila siku itakuwa bwana vumilieni. Tumeshavumilia mara ngapi yule mwanamke? Tumevumilia sana. Tumeshavumilia mara ngapi? Tumevumilia sana. Haya, ni wiki ngapi zimefika? Na tunataka wiki kama takriban 7 au 8. Kila tukienda nivumilieni. Tunavumilia kabla ya ndoa nilidhani nitakume, lakini nikabaki. Hivi nyewe wanawake mpoje? Mwanaume ana malengo na wewe unataka kulewa kisa mwezi wa Ramadhani. Yaani wewe bozo ujue tu. Huyo Salo unayemzungumzia hapa hakuonyesha dalili za kunioa wala kunichumbia. Na ndio maana mimi nimeamua maamuzi haya. Kuna muda na adhamu yangu. Mke wako Asia akijua kama umewaki mkini. Sijui itakuwaje. Sitajaziana na tu jamani. Haiwezi kutokea hiyo. Na ikitokea hiyo basi ujue
ilikuwa imeshaandikwa kwamba mapenzi yako na Suria utapitia njia fulani, lakini pia hakunaga kitu ambacho kinakosa mwisho. Mimi kipindi cha nyuma kuna mwanamke ambaye nitokea kumpenda sana. Nilimpatia pesa zangu za mgodini. Nikaja nikamfuma na mwanamume mwingine, mimi akaniita mwizi. Nisiwe mnafiki katika hili. Wewe ni mwanamke ambaye unanipa furaha sana. Unapokuwa mbele yangu najihisi ni mtu tofauti sana. Nimepitia wakati mgumu sana kipindi hiki, lakini baada ya kukuona nimesahau kila kitu. Kiukweli nakupenda. Ndio chanzo mimi cha kuwa sipo sawa. Ndio maana naishi kwenye mazingira haya. Yaani mimi ndo ningekuwa ndo Salo, haki ya Mungu ningekumaliza. Pole sana. Lakini kosa la mwanamke mmoja usitufananishe sisi sote. Aya, sasa mmenifungia, mmeniweka hapa. Ninamaanisha nini? Sio utani, nakupenda kweli kutoka ndani ya moyo wangu. You are looking so beautiful. Umekamilika kila idara. Toto umejaa, toto kalio. Tumekaa vizuri. Kwa sasa kwa nini si enjoy? Napenda kila kitu kutoka kwako. Lengo ukishatoka hapa ukae fundisho kwa watu wengine. Sawa, ninahitaji kufunga. Vipi kwa futari? Naheshimu sana mwezi mtukufu. Wewe funga. Kufuturu kwako nitahusika. Napenda tabasamu lako. Napenda vile ambavyo huwa unanitazama. Huwa sichoki. Sikinai. Na mpango wangu wa sasa, nataka niandae safari ya mwezi mmoja. Ili mradi tu niwe karibu na wewe muda wote. Nataka nipumzishe akili yangu. Wewe ni mwanamke ambaye umekamilika. Una uwezo wa kuipumzisha akili yangu. Nimechoka kelele za ile nyumba. Kitu ambacho nakiomba, tafadhali usimchukie mwenzako. Haijalishi nini kimetokea, lakini usimchukie. Huenda hatuwezi jua mbele ya safari nini ambacho kitatokea. Lakini sio vizuri, lakini yule atajisikia vibaya sana. Anastahili kupitia hicho kwa sasa. Anastahili. Nimechoka sana. Naomba niendelee maji ya kuoga. I'm Jerry. Thank you. Kabla ya ndoa nilitani nitakuwa. Vipi Kipengele rafiki yangu? Unawaza nini? Wewe acha tu ndugu yangu. Yaani hapa nina mawazo chungu nzima. Na hasa na mwaza huyu mwanamke huyu. Yaani sijui watu wengine wanawazaga nini. Yaani kakurupuka huko kaje bila taarifa. Sasa umle tutaishi. Sikia Kipengele. Hauna sababu yote ile ya kulaumu. Kwa sababu yule ni mpenzi wako. Cha kufanya ni kupambana kwa hali na mali ili uweze kuilea mimba na kumlea mpenzi wako. Shida sio kujilaumu. Kukimbia ndio umeona njia sahihi? Hapana. Mimi sijakukimbia. Sipokuwa tu niliondoka kikazi. Ila sasa ndio nimerudi. Yaani tatizo lipo, maisha tunaishi mimi na wewe ndani. Maisha ni magumu. Yaani kula yetu hii ya kudunduliza. Unaona? Hatuna mipango yote ya kupata pesa. Sasa naye kaja tena ujauzito. Sasa ujauzito na yeye tutaishije huko ndani? Vipi kuhusu Subira? Mimi sihusiki katika hilo. Halafu tumia akili yako vizuri. Huyo aliyokuambia kuwa naye makini.
kwa mimi akili yangu mbovu? Sina maana hiyo. Sasa ujauzito kitu gani ndugu yangu? Unajua kuna kitu kimoja ukijue. Siku ambayo ulikuwa unakula, ulikuwa unanitambia sana. Sana unanitambia. Ila saizi amekukuta haya, unaanza kujilaumu. Kwa hiyo siku ulikuwa unafanya, ulikuwa hujui kama kuna siku itatokea hivi. Yaani sometimes mimi huwa najiulizaga wazazi wengine sijui wako vipi yani. Yaani wanapogundua tu kwamba mtoto wao amepata mimba, wanamfukuza tu. Yaani wanamtelekeza tu. Ajue anapoenda, sijui apeleke mimba kwa mtu wake, yani bila kujua watu na malengo gani. Da. Hivi kipengele, chukulia sasa ndo wewe. Wewe ndo mzazi. Alafu mwanao amepewa ujauzito. Umemsomesha kwa shida, umemlea kwa shida. Anatokea mtu kama wewe, anampa ujauzito mwanao. Wewe ungechukuliaje? Wewe unanichukuliaje? Yaani wewe unaniona kama mimi sio mtu, sifai, mbwa, kinyago, takataka? Hapana, tunaongea na uhalisia. Maana hili jambo ni kubwa. Sasa unaanza kukataa mimba, kiaje? Lakini hayo matusi sasa. Ila sawa, maana hata nikikuangalia wewe, najiona mimi. Kwa hiyo hakuna shida yoyote. Sawa, ili tatizo talisolve wewe. Maana yangu ni kwamba hivi inawezekana vipi? Nimtolee barua, nitoe mahali kwa pesa yangu mwenyewe, na pia ninatarajia kumuoa. Leo hii nije kumteka na kuja kudai mahali? Hivi ufikiri katika hilo? Huyu aliyokuambia kuwa naye makini. Kabla ya ndoa nilidhani nitakume, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Nilishika pete mkononi, nikapanga maisha kichwani, lakini jina langu halikuwa kwenye moyo wake. Kila niliyempenda kanikata, kila niliyemwomba kaniambia hapana. Je, mimi si wa kuoa? Nimeitwa sitoshi, nimeitwa si chaguo la kwanza, nimekuwa daraja la kuvukia kwenda kwa mwingine.